huyu amechukua pati kama mzazi. Kwa sababu mahali alipotoka nadhani ni Shimba Hills, Shimba Hills. Ukaenda Moi kwa ajili ya huyo. Tunaona vile unapenda. Sijui kama tumpige kidogo. Manake huyu kuna vitu vingi tulimukanya, hata sikuwa mimi najuana na huyu, lakini kumbe kile kitu alimwambia huyu ndicho kitu nilikuja nikamwambia mimi. Lakini hakusikia. Kama vile vile tulikuwa tunahubiri hapa. Hata sikuwa nijua kama uko hapa. Umesikia vile nimehubiri? Mpaka usipochunga unafanya nini? Unakufa. Bado ulienda mbinguni ukashikwa na haya. Amen. Na huyu kuna we ni baba Karama ule. Unajua hii ni familia. Hii ni familia. Na wengine wako wapi? Hii familia. Wako wapi? Nani mwingine? Yupi? Kumbe tuna familia kubwa hapa. Wewe sio hauna familia. Sasa bado ni ndugu moja. Yote ndugu moja. Sasa mnakuwa kule makofi yote. Mpendeni huyu dada, ana roho nzuri sana. Sasa kumheshimu huyu. Umesikia? Kuna kitu nilimwombea na tulimwombea kwa niaba yako. Na akabeba imani juu ya ndugu yake. Na kuna kitu alikuletea. Na pia basa. Usiku. Nikaoteshwa. Kwa ndugu yako kamkuta uko hai, uko sawa. Yaani ngoja. Sijui nipige mkofi hapo. Ndio niongee. Yaani nasikia hasira za furaha. Ushaikuwa nasikia hasira za furaha kukuizia kwa. Amen. Yaani before afike kwanza. Usiku ule kwanza ule tulipoomba. Ukakuwa nenda lakini ndugu yako uko hai. Wow, pigia Yesu makofi. Wajua hapo tuliokoa roho mbili double. Mara ya kwanza niliona huyu akiwa na mipira mingi sana. Mipira mingi sana. Dada alipokuja nikasikia alikuwa haongei. Unajua mtu ukifikia wakati kama haongei ni hali mahututi. Wewe ndio nilipigia simu hapa ni. Umesema tufuatilie. Sasa unapaa watike KK. Sasa ulipofika pale muujiza wa Mungu kauonaje mama? Yale maagizo nilikuagiza alipotumia akawa sawa. Akaanza kuongea. Akatoka mwenyewe kwenda kukojoa, si kujisaidia, ulienda kukojoa. Ulikuwa unakojoa hapo. Yaani bila mambo Mungu tulifanya tu hapa. Tayari akashughulika. Wewe unamwambia Mungu nini? Nampenda sana Mungu. Usilie. Usilie, nenda kifuani kwa mbele. Nenda mbele kifuani. Lia hapo ndio. Hapo lia kifuani. Sote tulie kwa sababu gani? Hii kanisa hii. Hii kanisa hii hata Priscilla naye analia wewe Priscilla. Wanaweza kujua bwana. Unajua mimi mtu akipona ni raha sana. Yaani nasikia raha. Sababu tumeibisha shetani.
Na imagine hata leo amekuja na Mungu hata hakunituma kwake, ameshughulika mwenyewe. Unajua hiyo ilikuwa ni roho ya mauti. Mama, wacha nikwambie, unaona hao wote hawakuja wazima hapa. Mimi ninasema hapa kama wacha nikwambie, hawakuja wazima wote hapa. Na hiyo picha ya huyu mtoto akiwa hospitali, hata nilituma message kwake na nikamwombea huyu mtoto, sababu hata mimi kwa sijui nifanye kuko na kwa siku alikuwa vibaya na nikaomba pia. Amen. Wanaweza kujua sana. Na hawa sasa wako sawa. Japo ugonjwa wao ni wa sahi mahali umefika ugonjwa wao wa moyo wa kufanikiwa. Amen. Ufanye siku muende msalimie vizuri. Lakini siku tunaende mbebe. Mwandae kitu. Ndio maana amekuwa mama yenu. Mtembelee naye ajisikie raha. Walipeza nini kukutembelea? Hawajafika. Mimi ninajua ndio maana ninaongea. Hawajafika. Na mimi mufike. Mufike mmemjaga kwa madhabahu, muhakikishe. Wewe mama Njenjewa. Kuja hapa. Na nani mwingine? Mama Njenjewa na nani mwingine? Mama Kesheji eh? Mama Kesheji eh? Wewe, eruka hapa. Mama Njenjewa. Mama Njenjewa. Wewe uliko pesa nini bwana? Hakujui mpaka njia. Unaona? Leo. Sijui kwa nini huwa Mungu ananiwekea kipoto na leo hamjaniwekewa. Jamani, mtamekuwa kama mama yenu. Angalia yeye anawatafuta kwa mabaya. Lakini mkifanikiwa si vizuri. Si vizuri. Hakika si vizuri. Na waagiza kwa maagizo ya Mungu. Mkimaliza harambee. Sawa? Mkimaliza harambee, ujipange. Sawa? Isifike mwezi wa ngapi? Wa 10. Sawa? Mwezi wa 9 hapo mwisho kama before ama mwezi wa 10 mwanzo. Ukishapata kale kasarani. Fanyeni kashughulike. Sawa? Muende mkamsalimia. Bebeni tu kitu. Yeye hata anataka tu salamu, hata kitu kwenu. Kile mtabeba ni nyinyi shukrani yenu, lakini yeye anataka tu aone ndugu zake wamemtembelea. Si ni kweli? Wanangu wasema ni wewe unaona hamna familia. Anasema wewe hauna familia. Ana niliumwa na kwa nangu mpaka hapo. Nitainua wengine hapa. Hapa nitainua wengine ndio nijue ugonjwa uliopo. Sasa angalia, yeye amekuja ameacha familia yake huko kwa ajili yako wewe. Alafu nao ukuje ukipata mwanaume usahau kule. Ukija ukipata kazi usahau kule. Si vizuri. Mama, mimi hawa nitaongea na wao na nitawaombea wafike kwako. Naona wewe nimekuona na roho nzuri na unapenda hii jamii. Maana ulitoka huko kaenda Goi kwa ajili yake. Na huyu naye tulimwambia na hakusikia. Nenda kuyaona. Utarudi tena? Wewe. Utarudi? Akapeleka barua na huyu manake polisi. Alitoroka hapo polisi. Alitoroka, alijua hiyo kitu ni ngumu. Mzee alitoroka polisi. Wewe na roho ya haraka huyo analia tayari basi. Yaani analia tayari yani. Sasa unalia kwa sababu bwana alikutoroka polisi. Hapo unalia kwa sababu kama ulikuwa atakakufa. Lazima hiyo siku. Baba, katika jina la Yesu. Nazidi kukuponya. Mwili wako sio wa magonjwa, mwili wako sio wa marote. Anaandamwa na maroho za mauti Baba. Anaandamwa na maroho za kifo. Mapepo yanakuvamia. Maroho yanakuja
na kumkamata roho yake, yanamkosesha amani Baba, yanamnyonya hadi damu, yanachukua mpaka nguvu zake, hata kupumua vizuri hawezi Baba. Baba, ninaombea hiyo spirit ikatoke kwa jina la Yesu, ikatoke kwa jina, kila maroho ya mauti yote yatoke kwa mwili wake, maroho mabaya yatoke Yesu, yanayokamata uhai wake, pumzi yake inakemea Baba, inakemea Baba, inakemea Baba, inakemea Baba, aachiliwe mara moja, aachiliwe kwa jina la Yesu. Pona, 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 pona. Asante Bwana. Sahau yeyote. Wanaume wanauliza, bali sio wote, lakini asilimia kubwa kipata mzuri bahati. Maadili ya hawa watu wako na juu ya wewe mwenyewe. Yes. Yesu, makofi mazuri. Mungu akubariki na urudi sana, urudi sasa. So mimi kitu na kushukuru kwa ajili ya hawa nao nawahimiza wawe na mmoja, wakumbuke familia zao, hawatembelee, maana hauna watu wengine, ni hawa wagumu kama jiwe. Sasa watakuja. Huyu mama aliumia, kama hajawahi kuambia mimi nawaambia. Ilifika wakati akajiona ni kama hana ndugu. Sawa? Ama ni uongo kile naongea? Kweli. Nilienda hospitali na nikakulazwa Songani kwa mimi peke yangu. Kwa hivyo kama nikasema mpaka hospitali nikaenda peke yangu na nikarudi na. Hebu muombeeni msamaha. Muombeeni msamaha. Muombeeni msamaha. Wewe wifi yako hapo Kinonda, sifanye hivyo tena. Ukitaka kuwa watu wazuri, sema mimi hata nikifa wewe kanipeleka na mama yangu nisiko story ndo. Sasa wamesikia, umewasamehe? Nimewasamehe mimi. Yes, asante. Unajua kama mzazi unasamehe kabisa, nzuri baya usamehe. Pigia Yesu makofi. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nakuweka mbele zako na mbele za malaika wako Bwana. Umlinde siku zote za maisha yake pamoja na familia yake Baba, na ndugu zake wote na mtoto wake Baba yangu, na kila matatizo yote aliyokana kumbana nayo mahali amekinyaka ni madhabahu. Tu amani Bwana ikimtawala kwa sababu haya maombi ambayo tumeomba, na tumeombea hata wao ndugu zake aliyowasamehe Baba, watamtembelea na wataenda mbele wako kukula pamoja na waongee Baba mawili matatu kwa ajili ya jamii yao. Asante kwa Mungu ndiye mwema, na katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Asante.